الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. لا إله إلا الله تعظيما لشانه، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جاء بالكتاب كالشمس في ضحاها وبالسنة كالقمر إذا تلاها، فمن تمسك بهما عاش في النور النهار إذا جلاها، ومن أعرض عنهما ضل في ظلمات الليل إذا يغشاها. وبعد، إخواني في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته، وقد فاز المتقون، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل في محكم تنزيل القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله عز وجل في محكم تنزيل القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل في محكم تنزيل القرآن المجيد: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kusaka rehma na amani ziende kwa kipenzi wa umma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na kuhusieni ndugu zangu, nikiwa mimi ni wa mwanzo kabisa kuihusia nafsi yangu katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na wallahi, ama yule ambaye atakayemcha Allah subhanahu wa ta'ala, huyo ndiyo ambaye amefaulu katika maisha yake ya dunia na maisha ya akhira. Ndugu zangu katika imani, khutba na maudhu ambayo tumekusudia kuizungumzia katika siku hii ya leo, katika Ijumaa hii tukufu, mara nyingi khutba zetu huwa tunajijengea katika swali la kujiuliza, na leo nimekuja ndugu zangu tuulizane swali ambalo pengine una uwezo wa kulijibu hapo hapo ulipo. Hotuba yetu ya leo inauliza: ila man tusahibu wa tattakhidhuhu khalila. Ila man tusahibu wa tattakhidhuhu khalila,
Ni nani ambaye katika maisha yako wewe ya dunia, ndugu yangu, umemfanya kuwa ni mtu wako wa karibu, ambaye unasuhubiana naye katika mambo yako mbalimbali? Ni nani ambaye umemfanya wewe kuwa ni rafiki yako? Lakini sio hivyo tu, watatakhidhuhu khalila, na umemfanya kuwa ni kipenzi. Watu wa lugha ya Kiarabu wanasema kwamba kuna tofauti kubwa kati ya sahiba na khalil. Sahiba ni yule ambaye unasuhubiana naye, pengine inawezekana katika mambo ya dunia peke yake, au inawezekana katika mambo ya akhira peke yake. Lakini khalil ni yule ambaye umemfanya wewe ni kipenzi kiasi kwamba la kwako wewe ni la kwake yeye na la kwake yeye ni la kwako wewe. Hutuba yetu imelenga kuangalia katika pande zote mbili. Hutuba yetu hii inaangalia pande zote mbili. Ni nani ambaye umemfanya kuwa wewe ni sahiba wako, na ni nani ambaye umemfanya wakoko wewe kuwa ni khalili wako, kuwa ni kipenzi chako. Ndugu zangu katika imani, swali hili anatujibu na anatuuliza mwenyewe mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama fi alhadithi alladhi rawahu imamu Ibn Majah inda hadithi Abi Hurairah رضي الله عنه قال: يقول أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالله. وفي رواية: فلينظر أحدكم من يخالله. Katika hadithi ambayo amepokea Imam Ahmad, lakini pia ameisimulia sahaba mtukufu wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, sahabi aljalil Abdurrahman ibn Sakhri ad-Dawsi, maruf kama Abu Huraira radhiyallahu anhu. Abu Huraira anasema, nilimsikia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam yaqul, akisema, almar'u ala dini khalili, siku zote mtu huwa anapita kwenye mwenendo wa ndugu yake. Mtu na rafiki yake huwa anapita kwenye ule mwenendo wa rafiki yake. Falyanzur ahadukum man yukhalilu, basi aangalie mmoja wenu ni nani anamfanza kuwa ni rafiki wake. Kila mmoja ana rafiki hapa, na pengine kila mmoja yuwatamani kuongezea marafiki, kwa sababu tunavyofahamu katika maisha yetu ya dunia, haiwezekani ukaishi bila rafiki wewe. Haiwezekani ukakaa bila kuwa na sahiba. Yani haiwezekani akatokea mtu katika jamii yetu akasema, mimi sitaki kuwa na rafiki, mimi sina rafiki wala sitaki kuwa na rafiki kabisa. Huyu mtu tutamshangaa, kwa sababu hawezi kuishi kwenye maisha ya dunia min ghairi an yakuna lahu sahiba, pasi na kupata rafiki. La, lazima mtu atakuwa na rafiki yake. Kila mmoja wetu yuwatamani kuwa na rafiki, na hawezi akasema kwamba aishi bila kuwa na rafiki. Na ukisema uishi bila rafiki, tafsiri yake, maana yake wewe kuna vitu ambavyo vitakuumiza tu, kama alivyosema Imamu Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Tibbi Nabawi. Imamu Ibn Taymiyyah amesema katika kitabu chake Tibbi Nabawi, ukikosa rafiki, famanau tatarakamat alayka al-amrad, maana yake wewe yatakuja kwako maradhi, kwa sababu kuna mambo ambayo utakuwa unatamani uyatoe, lakini umeyaweka kwenye kifua chako.
au yataki kuyatoa, ila ukipata rafiki utakuwa unamueleza yale mambo yako ambayo yanayokusumbua au ambayo yanayokusibu, yanaondoka maradhi. Na kinyume chake, ukisema ukae huna rafiki, ukakaa tu wewe huna rafiki, matatizo yanakukumba umeyaficha kwenye kifua chako, una mambo mengi katika kifua chako umeyaweka, hutaki kumwambia mtu, yani huna rafiki hata kumwambia bwana fulani kuna kitu fulani kinanisumbua. Maradhi yatakaa, kisukari kitakuwa cha kwako, presha itakuwa ya kwako, hawasi, mawazo, stress zitakuwa kwako wewe. Kwa sababu gani? Hauna mtu wa kumwambia mambo yako. Lakini Uislamu wetu ukatuambia kwamba pamoja na kutafuta rafiki, falyanzur ahadukum man yukhalilu, aangalie mmoja wenu ni nani anamfanza kuwa ni rafiki yake. Ndugu zangu katika imani, katika kuchagua marafiki, katika kuwepo na marafiki, famaanao hadhihi ikhtilatu nnas, maana yake hii ni kuchanganyika na watu. Lazima uchanganyike na watu, la muhala, la muhala, hauna budi kuchanganyika na watu. Lakini wanawachuoni wetu akiwemo Imamu Dhahabi rahimahullahu ta'ala amegawa kuchanganyika na watu ila thalathati aqsami. Istami minni jayidan. Imam Dhahabi rahimahullahu ta'ala amegawa katika kuchanganyika na watu kwenye sampuli tatu. Kwanza ameileta ile hadithi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuchanganyika watu maana katika kutafuta marafiki. Amesema kumegawanyika katika sehemu tatu. Kwanza akaleta hadithi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadithi ambayo amepokea Imamu Abu Daud inda hadithi Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Katika hadithi ambayo amepokea Imamu Abu Daud, amesimulia Ibn Umar radhiyallahu anhuma, radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake na baba yake, anasema almu'minu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbir ala adha'ihim khairun min almu'min alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbir ala adha'ihim. Muumini wa kweli, muumini sio Muislamu, hatuzungumzii Muislamu hapa, tunazungumzia muumini. Mtume anasema muumini wa kweli ni yule ambaye anayechanganyika na watu na akasubiri maudhi yao, akana uwezo wa kukaa na watu kwenye jamii akapata marafiki na akasubiria kwenye maudhi yao. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema khairun, huyu muumini huyu ni bora zaidi min almu'min alladhi, kuliko yule muumini ambaye la yukhalitu nnas, hataki kuchanganyika na watu, wala yasbir ala adhahum, wala hana mpango wa kusubiria maudhi yao. Yani wewe ukiwa una tabia ya kuchanganyika na watu, unadili na watu, unazungumza nao kwenye viji vyao hupo, lakini kwa ile mipaka ambayo Uislamu umeweka, unachanganyika nao, tatanao asma'ahumul kalam, unabadilishana nao mawazo ya huku na kule. Mtume anakwambia wewe ni bora zaidi kuliko yule muumini ambaye kazi yake anajifungia nyumbani, hachanganyiki na watu. Katika hili Imamu Dhahabi rahimahullahu ta'ala akagawa akasema, wa fil ikhtilati an-nas tanqasimu ila thalathati aqsami, lakini pia katika kuchanganyika na watu kumegawanyika katika sampuli tatu. Hii darasa ndugu yangu naomba uichukue, tuifanyie kazi ili tujue jinsi gani ya kuishi na watu. Imam Dhahabi anasema wa minan nas khultatuhu ghidha, wapo miongoni mwa watu ambao sisi tunawafanza kuwa ni marafiki zetu. Khultatuhu ghidha, kule kuchanganyika kwao, yani ukichanganyika na wao, ukitaka kuwa na unataka kujoin nao, ghidha amewafananisha na chakula. La ilaha illa Allah. Imam Dhahabi
Anasema kundi la kwanza katika kutafuta marafiki na kuchanganyika na watu, khiltatuhu ghidha, kule kuchanganyika na wao ni kama unavyohitajia chakula. Ndugu zangu, kulluna naarif, sisi wote hapa tufahamu, min ghairi alghidha wa ta'am la nastati an naish, basi na chakula hatuwezi kuishi. Si ndio hivyo ndugu zangu? Hatuwezi kuishi. Kwa hiyo kuna watu ambao kuchanganyika nao wewe na wao ni kama chakula, yani lazima ule, lazima uchanganyike nao, la muhala, hapana budi, lazima uchanganyike nao. Analitaja kundi hilo, anasema wahum alulama wal atibba, anasema hao ambao lazima wao utengeneze nao rafiki, lazima ujoin nao, ni wanawachuoni, watu wenye elimu zao, wal atibba, na madaktari. Wewe huwezi ukakaa mbali na daktari, huwezi kaa mbali na daktari. Dr. Nasoro ananifahamu vizuri nikizungumza hivi. Mahospitalini kwao kule wanaona watu sampuli mbalimbali, dini tofauti tofauti. Kwa kuna watu ambao huwezi wewe kukaa nao mbali, khiltatuhu ghidha, kuchanganyika na wao ni kama chakula, lazima ule, ambao ni wanawachuoni na madaktari. Lazima ukae karibu na mwanachuoni. Ukijiona upo mbali na mwanachuoni, mtu mwenye elimu ya dini, upo naye mbali. Ukijiona upo mbali na daktari, famanau anta kad fashilta fi dunya, wewe tayari ushafeli, wewe ushafeli. Kwa kuna watu ambao khiltatuhu ghidha, kuchanganyika na wao ni kama chakula. Imam Dhahabi anaendelea, anasema wa minan nas khiltatuhu da, wapo miongoni mwa watu kuchanganyika na wao, yani wewe kuungana nao rafiki, kuwa nao karibu, daun, hayo ni maradhi. Hutakiwi kuungana nao kabisa, hutakiwi kuwa nao karibu, kwa sababu ni maradhi, watakupoteza kwenye maisha yako ya dunia mpaka akhera. Wa minan nasi khiltatuhu da, miongoni mwa watu kuchanganyika nao wewe, kuungana nao rafiki ni maradhi. Sheikh akasema wahumul usat, ni wale ambao wanaomuasi Allah subhanahu wa ta'ala, bi ayi naw min al maasi, kwa aina yoyote ya maasi. Sheikh akaendelea akasema wa minan nas khiltatuhu daun, wa minan nas khiltatuhu dawaun, miongoni mwa watu wapo wengine kuchanganyika na wao ni tiba, hiyo ni dawa hiyo. Yani kuna watu lazima uwe nao karibu, kwa sababu kuchanganyika na wao dawaun, hiyo ni tiba kwako wewe. Sheikh akaenda moja kwa moja akasema wahum walidain, wahuma walidain, nao ni wazazi wawili. Huwezi ukakaa na mbali na wazazi wako wawili, lazima uchanganyike nao, mahma kana min adhaif, vyovyote vile itakavyokuwa katika udhaifu wao, lakini lazima uwe karibu na wazazi wako. Kwa sababu gani? Wao ni dawa. Kuna mambo yanaweza kukusibu katika maisha yako, ukamtafuta mtu yoyote katika maisha yako ya dunia, illa walidaika, isipokuwa ni wazazi wako wawili. Kwa hivyo wewe ambaye bado umepata bahati, wewe ambaye bado umepata bahati ya kuwa na wazazi wako wawili wapo hai, hebu sema alhamdulillah, sema alhamdulillah. Kuna watu maswahiba yanawapata katika maisha ya dunia, akizunguka huku hana rafiki, akizunguka huku hana mtu wa karibu, akiangalia baba yake na mama yake washaondoka kwenye maisha ya dunia, yobaki chumbani kwake analia, sema angekuwa mama yangu hapa ningemueleza tofauti jinsi ninavyojisikia mimi, ingekuwa kwangu ni tiba. Imamu Dhahabi anasema wa minan nasi khiltatuhu dawaun, wapo miongoni mwa watu kuchanganyika na wao ni tiba, ni dawa hiyo, kama ilivyokuwa kwa wazazi wawili. Ndugu zangu katika imani,
Tatizo sio kuchanganyika na watu. Man tusahibuhu wa tattakhidhuhu khalila, ni nani ambaye unasuhubiana naye na unamfanza kwamba wewe ni rafiki yake? Hadhihi almushkila. Malasafi shadid fi kathirin min an-nas dakhalu fi al-majmu'ati ath-thaniya allati tatahaddath anha wa min an-nas khaytatuhu da'un. Kwa masikitiko makubwa, jamii yetu tuliokuwa nao sasa hizi wanaingia katika hili kundi la pili, ambao miongoni mwa watu kuchanganyika nao ni maradhi. Ukijiona hausali, ukijiona unakunywa pombe, ukijiona kuna aina yoyote ya maasi unayofanya, fahamu huku kuna chanzo cha rafiki yako. Tabia yako hiyo uliyokuwa nayo, chanzo chake ni rafiki yako. 90% ya watu kuharibika katika maisha yetu ya dunia, chanzo chake ni rafiki yake. Ndio wataalamu wakakwambia, show me your friend, I will tell you who you are. Hebu nionyeshe rafiki yako, nitakwambia wewe ni nani. Ukinionyesha rafiki yako nikamjua tabia zake, nitakwambia wewe ni nani. Waarabu wakakwambia, arni sahibak saukhbirika man anta, nionyeshe rafiki yako, mimi nitakueleza kwamba wewe una tabia fulani. Kitendo cha kumwona tabia za rafiki yako, rafiki yako anakunywa bangi, anavuta bangi, anakunywa pombe, anazini, kila aina ya machafu, wewe utashika moja. Kuna moja tu ambayo utakoshika hapa, Allah tuhifadhi. Ni nani unamfanya kuwa ni rafiki yako? Ndugu zangu katika imani, Wahid Abdus Salam al-Bali, mwanachuoni huyu ambaye ametunga vitabu vingi sana. Wale watu ambao wanasoma ruqya wanamfahamu. Ametunga kitabu chake akakiita Sarimul Battari fi tasaddi as-sahrati wal ashrari. Wahid huyu Abdus Salam al-Bali kwenye kitabu chake hichi Sarimul Battari fi tasaddi as-sahrati wal ashrari ameleta kisa ajibu kabisa, kisa ambacho kinanifundisha mimi na wewe namna gani ya kumfanya mtu kuwa ni rafiki yako. Wahid Abdus Salam al-Bali rahimahullahu ta'ala anahadithia, anasema, sababu yeye alikuwa ni maarufu kwa kusoma visomo hivi vya ruqya. Siku moja anasema, jaani rajulun, alinijia mimi mtu mmoja, wa huwa yastaki an zawjiha, hali ya kuwa anastakia kutokana na maradhi aliyokuwa nayo mke wake. Anastaki, ambia shekhe, mke wangu wallahi hatuelewani ndani, yani sikai kwa raha, nikirudi nyumbani ananiambia kabisa, yani wewe ukirudi mimi sitamani hata kukuona nyumbani kwangu, yani mimi nikiwa nje ndio kunakuwa na amani zaidi kuliko nikija nyumbani kwangu, nahisi mke wangu atakuwa na matatizo. Wahid Abdus Salam al-Bali akamwambia yule bwana, atasta'dhin li an azura baitak, je, unanipa idhini tutembelee nyumbani kwako, twende tukatembee nyumbani kwako? Akamwambia la ba'sa bihi. Tafsiri yake ni kwamba anakwenda nyumbani kwake kwenda kuangalia hali ya yule mke wake. Kwa nini anakuwa na tabia hizi? Kwa nini anamchukia mume wake bila sababu? Lakini anasema nyingine, wa huwa tatarakamat alayhi al-amrad, mke wangu yuaumwa sana, kidogo kichwa, kidogo hivi, kidogo hivi, yani akai siku mbili lazima anaumwa. Wahid amsema kwamba twende nyumbani, kaondoka akafika mpaka nyumbani kwake. Walipofika, yule mama maskini ya Mungu kamuona yule Sheikh Wahid Abdus Salam al-Bali, fafarrat, kwanza akakimbia, ikabidi wakaanza kumkimbiza, kamrudisha tena nyumbani. Kufika akaanza kumfanyia kisomo cha ruqya. Wanafahamu wale watu ambao wanahusika na mambo haya. Akamsomea zile ayatu na adhabu,
aya ambazo ni khasa kwa ajili ya adhabu. Wakati amemsomea fanataqatil jinn, akapandisha yule mama maskini ya Mungu, jini akapanda kwa ukelele mkubwa, yuko akipiga makelele. Shekhe kwa sababu anafahamu kutaamaliana na hivi vitu, ikabidi akaanza kumuuliza yule jini kwa nini yupo kwenye ule mwili. Akamuuliza kwamba masmuka, wewe jina lako nani wewe, kwa nini upo kwenye ule mwili? Akamwambia la lan ukhbirika bismi, siwezi kuambia jina langu. Wewe nani bwana unaniambia? Yani kwa wale watu ambao wanasoma rukia wanafahamu, unaenda unamfanyia mtu kisomo, madhira unayokutana nayo anaweza kutemea tamate usoni. Wahid Abdussalam akajibiwa akamwambia kwamba siwezi kuambia jina langu mimi ni nani. Madinuk, dini yako nini? Dini yako ni dini gani wewe? Kaambia hilo, akamjibu akamwambia dini al-Islam, dini yangu mimi ni Muislamu. Wahid Abdussalam akamwambia la yusmahu lak wala yahillu lilmu'min an yadkhula fi jasadi almu'mina, si halali kwako wewe ukiwa ni muumini kuingia kwenye mwili wa mtu ambaye na yeye ni muumini. Tuudhiha, unamuudhi, watusabbibu laha al-amrad, unamsababishia maradhi wewe. Akaambia mimi simuudhi, lakinani uhibbuha, mimi nampenda, wa uridu an ufarrika bainaha wa baina zawji, na nimekuja kwenye mwili huu ninachotaka nimtenganishe kati ya kwake yeye huyu na kati ya mume wake. Wahid Abdussalam akamuuliza aturidu an tufarrika bainahuma, je unataka kuwatenganisha kati yao? Akamwambia naam, ndio nataka kuwatenganisha, liannani uhibbuha, kwa sababu mimi ninampenda yeye huyu, uridu an atazawaja, nataka kumwoa kabisa. Akamwambia hapana, hiya kad tuzuwijat, kishaolewa huyu na mume wake ndio huyu hapo, wewe utamoa vipi? Akamwambia ninachotaka mimi ndio maana nakuwa nawafanyia hivi vitimbi, ili mradi tu aachane na mume wake, ili mwisho wa siku mimi akishaachana naye nije nimuoe. La ilaha illa Allah. Wahid Abdussalam akamwambia imma an takhruj an hadha albadan ta'atan wa karha, ninachokuamrisha sasa hivi ima utoke kwenye huu mwili sawa sawa kwa kutii, kwa kupenda, au karhan, au kwa kuchukia. Ile shaitani akawa ni kiburi. Shekhe akaendelea na kisomo ayatu, kama mnavyofahamu, kasoma aya alhamdulillah biauni min Allah. Yule jini mwisho wa siku akakubali kutoka kwa sharti. Sikiliza ndugu yangu, akasema ana sawa khuruj, nitatoka, lakinahu bi shart, lakini nitatoka kwenye mwili huu kwa sharti. Ama ya sharti, sharti gani unataka kuleta? Anambia ana uridu an akhruj, lakini idha kharajtu an hadha albadani saadkhul fi badanika ant. Akamwambia mimi nitatoka, lakini nikitoka kwenye mwili huu nataka nije niingie kwenye mwili wako wewe, nitaingia kwenye mwili wako. Watu wa rukia mnanipata vizuri. Kuna shurutu rukia. Kabla ya kufanya rukia kuna zile tahsinat wanaziita wenyewe, jinsi gani ya kujikinga upate msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wahid Abdussalam hizi alikuwa anadumu nazo sana rahimahullahu ta'ala. Akamwambia la shakka fihi, akamwambia haina shida, wewe toka kwenye huo mwili, kisha ukishatoka kwenye huo mwili nakupa idhini, udkhul fi badani, ingia katika mwili wangu, haina shida, ingia. Ile jini kweli akataka kutoka kwenye ule mwili, akakaa kama dakika 2, hakuweza kuingia kwenye mwili wa Wahid Abdussalam al-Bali. Badala yake alipokuja kurudi kwenye ule mwili wa yule mama, fabaka bukai shadidan, akawa analia kilio kikali sana. Wahid anamuuliza wama yubikik, unalia nini wewe? Anaambia wallahi laysa hunaka aljin wala ayu min alamrad tastati an tadkhula fi badanik, hakuna jini wa aina yoyote wala maradhi ya aina yoyote ambaye anaweza kuingia kwenye mwili wako huu. Kaambia walimadha, kwa nini hawezi kuingia kwenye mwili huu? Kwa nini hawezi kuingia kwenye mwili wangu? Akaambia liannaka qulta fi sabah
kwa sababu wewe ulikaa asubuhi ulivuta uradi unaosema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wewe asubuhi ulipokaa ulivuta uradi huu ulisema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir 100 marra. Ulifanya mara moja sah. Tena namuuliza ni kweli au sio kweli? Anambia taba naam, walidhalika lan astati an adkhula an hadha albadan, kwa ajili hiyo siwezi kuingia katika mwili. Akamwambia basi falan ukhruj, sasa hivi sasa haya safari uondoke. Akamwambia saakhruj, nitatoka, lakinahu uridu an ukhbiraka shay'an, hadhihi ma'lumati al'azima. Ndio nikwambie kitu muhimu. Akhbiri hadhihi alkarasa, wanaita kiti muelezeni huyu kiti wetu huyu mama, muelezeni huyu mama huyu ambaye si tupo kwenye mwili wake, yupo kwenye nyumba anaishi yeye na mume wake. Fi bidaya, mwanzoni huyu mama kanat taqiya. Sikiliza anavyokuambia, huyu mama alikuwa ni mcha Mungu, mwanzoni alikuwa ni mcha Mungu. Wataabudullah, yofanya ibada zake zote kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakinaha wajadat alayha alzamila, alipata rafiki huyu, kanat la tusalli, alikuwa hasali wala tasum, rafiki yake alikuwa asum wala tahuj wala ta'mal ay ibadati alfadha, lakini hawezi akafanya ibada yote ambayo hii itakuwa ni ibada kuabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fatarakat kulla ibadat, huyu mama kutokana na rafiki yake akaacha ibada zote. Walamma raainaha fi hadhihi alhal, tulipomuona sisi yupo katika hali hii, faarafna ala annaha alasa, tukafahamu kwamba yeye sasa hivi huyu ni mtu asi. Fadakhalna badana, tukaingia katika mwili wake ala rakhis, kwa wepesi kabisa. Alana ukhbiruka wala usharituka, sasa hivi ninakueleza tu lakini sikupi sharti. Akhbirha an tantaqila ma zawjiha an tilka almanzil, tunakuomba sasa hivi, ili akitaka sisi tusirudi kwenye mwili huu, kwanza aondoke kwenye ile nyumba anayoishi, atafute nyumba nyingine, sisi ndio tutaondoka. Akamwambia utaondoka. Shekhe, kiangalia katika kisa ni kirefu ndugu yangu, lakini alimfanyia ruqya, alhamdulillah, akaja akaondoka yule sheitani, lakini alimpa elimu kwamba nyumbani kwake amechanganyika na mtu ambaye amemfanza afanye maasi. Man tusahibuhu wa tattakhidhuhu khalila, ni nani ambao unasuhubiana naye na unamfanza kuwa ni rafiki yako? Ud'u rabbakum tad'uhu khufyatan. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جاء بالكتاب كالشمس في ضحاها وبالسنة كالقمر إذا تلاها، فمن تمسك بهما عاش في النور النهار إذا جلاها، ومن أعرض عنهما ضل في ظلمات الليل إذا يغشاها. وبعد. Ndugu zangu katika imani, na kuhusieni nikiwa mwanzo kujihusia nafsi yangu katika jambo la kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kwa hakika amefaulu atakayemcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu katika imani, ila man tusahibu, ni nani ambaye unasuhubiana naye wewe, unamfanya kuwa ni rafiki yako? Watattakhidhuhu khalila, na unamfanza kuwa ni kipenzi chako. Antum taarifuna haqqa almaarifa, mnafahamu vizuri ndugu zangu kisa cha baba yake mdogo na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mzee Abu Talib, ambaye ni baba yake mzazi na Ali ibn Abi Talib
kilichomfanza mzee huyu maskini ya Mungu, pamoja kuwa amemlinda mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafanya kila aina ya kufanya katika kumlinda mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam asipate maudhi ya Makuraishi, lakini maskini ya Mungu alikufa kafiri mzee huyu. Na hadithi za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema siku ya kiyama mzee huyu atavikwa viatu vya shaba, ndio adhabu ambayo atakayopunguziwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Atavikwa viatu vya shaba. Adhabu hiyo atakuwa ubongo wake unapogoma huku kutokana na ile adhabu ya moto wa Jahannam. Fanaudhu billahi min dhalik, Allah tuepushe na moto wa Jahannam. Mzee huyu alifanya kila aina ya muhala kumsaidia Uislamu, kumsaidia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini wallahi alikufa hali ya kuwa ni kafiri. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya watu waliokuwa wamemzunguka, marafiki zake. Said Sabiq ameleta kisa hichi, lakini katika siratu Ibn Hisham ameleta kisa hichi, anasema lamma hadaratu Abu Talib wafa, ilipofika katika sakaratul maut ya mzee huyu, mzee Abu Talib, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yupata taarifa kwamba baba yako mdogo yupo hoi kwenye kitanda cha mauti. Ikabidi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kufunga safari kwenda kumwangalia baba yake mdogo. Falamma wasal, alipofika pale Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa baba yake mdogo, waraa alamatul maut, akaziona kwa baba yake mdogo zile alama zote ambazo zinaonyesha kwamba huyu mtu anaondoka katika maisha ya dunia. Akawa sasa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hana jambo lingine zaidi ya kumfanyia talqini, kumlakinisha, ya ammi qul la ilaha illa Allah kalimatan uhaja laka biha inda Allah. Baba yangu we, baba yangu, hebu sema la ilaha illa Allah, neno ambalo mimi nitakuwa na hoja kukusaidia siku ya kiyama kwamba wewe ulisilimu, japokuwa kufanya ibada aina yoyote, nitakuwa na hoja. Pembeni yake kuna wale sanadidi al-Quraish, wale wakubwa wa Kikuraishi, wale wakina Abu Jahali, wakina Abu Sufiani na wengineo, wamekuja kumtembelea huyu mzee. Wanamwambia Abu Talib, yani wewe unataka kufa kwenye mila ya mtoto wa ndugu yako, unaacha mila ya baba yako mzee Abdul Muttalib, unataka kufa katika hali hiyo? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam maneno haya yanamchukiza, atafanyaje? Yuko peke yake na wale wapo wengi. Lakini mwisho wa siku yule baba yake mdogo anamnongoneza mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anamwambia taal njoo. Anainama anamwambia, laula an tu'irani quraish yaquluna inna Aba Talib aslama bisabab ibn ammi la aqraltu biha ainaka. Anamwambia lau kama ingekuwa sio kuobesha Makuraishi, wataenda kunitangaza huko, wanasema kwamba mzee Abu Talib alisilimu kwa sababu ya mtoto wa ndugu yake, ningekustarehesha. Kama ingekuwa sio kofia maneno haya, ningestarehesha jicho lako, maana yake ningesilimu mimi. Lakini mwisho wa siku, ndugu yangu, alikufa mzee huyu hali ya kuwa yupo katika ushirikina. Limadha? Kwa sababu ya marafiki, kwa sababu ya marafiki. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibn Hisham anasema ma raaitu, hajapata kuona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baka bukaan huzniya, sijapata kuona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akilia kilio cha huzuni, sipo katika sehemu mbili: siku alipokufa mke wake Bi Khadija na siku alipokufa baba yake mdogo mzee Abu Talib. Alilia sana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpaka akafikia kipindi anasema, wallahi la astaghfiru laka ma lam unha ank, nitakuombea msamaha baba yangu wewe maadamu kwamba mimi sijakatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Pale pale ikashuka aya, Mwenyezi Mungu akashukisha aya akamwambia, wa ma kana linnabii walladhina amanu an yastaghfiru lilmushrikina walau kanu ulul qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Haitakikani kwa mtume, sio kwa mtume tu, walladhina amanu ma, na wale ambao walioamini pamoja naye, an yastaghfiru lilmushrikina, kuwaombea msamaha watu waliokufa katika hali ya ukafiri. Kwa sababu tuna itikadi katika Qur'ani imekuja kila anayekufa katika hali ya ukafiri, huyo ni wapi?
huyo ni motoni, la muhala. Hiyo ni Qur'ani ndugu zangu. Kwa hiyo haitakikani kwa Mtume Muhammad sallallahu wala kwa wale ambao walioamini pamoja naye Mtume Muhammad sallallahu kuwaombea msamaha washirikina baada ya kuwa kwamba wanafahamu wao ni watu wa motoni. Ndugu zangu, ila man tusahibuhu watattakhidhu khalila, ni nani ambaye unasuhubiana naye na unamfanya kuwa ni kipenzi wako? Tuendelee kumtakia rehema kiongozi wa umma Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وأرضى اللهم عن الخلفاء الكرام الراشدين منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب الدين وعذاب القبر وعذاب الفقر وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم سهل لنا ما نريد ونجنا مما نخاف بفضلك يا لطيف برحمتك يا أرحم الراحمين. وأقم